Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 9, kipindi cha kawaida mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Petro, sura ya 1, aya ya 2 hadi ya 7, na Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 12, aya ya 1 hadi ya 12. Karibu tusikilize Injili. Yesu alisema na Mafarisayo kwa mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akauzungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Hata kwa wakati wake akatuma mtumwa kwa wale wakulima, ili apokee kwa wakulima katika matunda ya mizabibu. Wakamtwaa, wakampiga, wakamtoa nje, hana kitu. Akatuma tena kwao mtumwa mwingine, na huyo wakamtia jeraha za kichwa, wakamfanyia jeuri. Akamtuma mwingine, huyo wakamuua. Na wengine wengi, hawa wakawapiga na hawa wakiwaua. Basi alikuwa na mmoja bado, mwana mpendwa wake. Huyu naye akamtuma kwao, mwisho akisema, watamstai mwanangu. Lakini wale wakulima wakasemezana, huyu ni mrithi, haya na tumuue, na urithi utakuwa wetu. Wakamkamata, wakamuua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Basi atafanyaje yule bwana wa shamba la mizabibu? Atakuja na kuangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Hata andiko hili hamjalisoma? Jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Nao wakatafuta kumkamata, wakaogopa makutano, maana walitambua ya kwamba ule mfano umewaenea wao. Wakamwacha, wakaenda zao. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa wana wa Mungu, tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha leo tunapoanza mwezi mpya, mwezi wa 6. Tuzidi kuomba neema zake katika mwezi huu tulioanza, ili zizidi kutuongoza, na hasa kubwa kushika mafundisho anayotupatia, ili yaweze kutusaidia katika kuishi kwetu hapa duniani, na mwisho kuurithi ule ufalme ambao ametuahidia. Na leo katika neno lake anatufundisha, tukiona akianza na mfano wa wakulima wa shamba la mizabibu na watumishi wale waliotumwa na bwana wao. Anatufundisha ugumu wa mioyo yetu pale Mungu anapotaka matunda ya vipawa alivyotujalia. Wapendwa wana wa Mungu, Yesu anatoa mfano huu akiendelea kutoa mafunzo yake, na katika muktadha huu alikuwa akizungumza na Mafarisayo, wale walioonekana kuwa adui zake. Kwa kupitia yale mafundisho aliyowafundisha yaliwagusa, ikiwemo lile la kusafisha hekalu. Walipoona anawakosesha fidia, kwa kuwa walijipatia faida kwa kuuza wale wanyama wa kutolea sadaka na kafara hekaluni. Pia lile fundisho la Sabato. Haya yote katika muktadha huu, leo anawaambia mfano wa hawa wakulima wa mizabibu na watumishi waliotumwa na bwana wao. Katika mazungumzo haya ndiyo Kristo anawapa mfano huu. Mfano huu tunaweza tukauelezea kwa namna hii. Shamba la mzabibu katika Agano la Kale ilikuwa ni Israeli, taifa takatifu teule. Lakini baada ya ujio wa Kristo, Agano Jipya ni kanisa lake. Wakulima hawa
ndiyo sisi wanadamu, watumishi, manabii, kiwemo katika Agano la Kale Yohana Mbatizaji na manabii wengine, na Agano Jipya ndiyo huyu Kristo mwanaye. Ndiye huyu jiwe kuu la msingi ambalo wamelikataa. Tukirejea pia katika Agano la Kale tunapata huyu jiwe kuu la pembeni, jiwe kuu la msingi ni Kristo. Zaburi ya 118 aya 22 hadi 23 na Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 11 yanazungumzia huyu jiwe kuu la msingi ambalo linakataliwa, ambayo ni Kristo aliyekuja ili aweze kutukomboa, lakini akakataliwa na kuuawa. Lakini baada ya ufufuko anakuwa jiwe kuu la msingi. Sisi watu wake Mungu ametupatia pia zawadi nyingine nyingi tukiwa katika kanisa lake, zawadi za karama na vipawa vingi kwa ajili ya wengine na sio kwa ajili yetu sisi wenyewe. Ametupatia mfano wa elimu, vyeo, nafasi za uongozi, vipaji, mali na mengine mengi kama hayo. Kupitia hayo, Mungu anatarajia kwetu matunda mazuri kwa ajili ya wengine, ikiwemo unyenyekevu, upendo, haki na mengine mengi kama hayo mazuri. Lakini tunajisahau, tunadhani hivyo vyote ni vyetu wenyewe, vipo kwa ajili yetu sisi. Tunasahau kuwa tumepewa kama zawadi kwa ajili ya wengine. Na Kristo anapoona tumesahau kuwa hiyo ni zawadi kwa ajili ya wengine, anatutumia wajumbe ili watusaidie. Kama tulivyosikia, manabii katika Agano la Kale walitumwa, lakini wanapokuja kwetu tunawakataa, tunawatendea mema. Watu wanapotushauri mambo mazuri, tunawaona ni wabaya wetu, tunawaona ni adui wetu, tunawatendea mabaya. Hivyo hivyo katika Agano Jipya, Kristo huyu aliyekuja ndiyo tunaona alikataliwa, akateswa hadi kufa msalabani. Hivyo hivyo katika maisha yetu ya kila siku, tukitenda vibaya akaja mtu kutukosoa, tunamuona ni adui, tunamchukia. Mtu akikemea dhuluma, tunamuona hafai. Mtu anaposimamia ukweli, anachukiwa. Mtu akitenda haki, anaonekana amekengeuka. Haya yote Kristo anapotutumia watu ili watusaidie, tunawaona hawafai. Lakini tunakumbushwa haya yote ni zawadi, inabidi tuyatumie kwa ajili ya wengine. Kama tulivyosikia katika somo la leo, kupitia mfano, Bwana alipowatuma watumishi wake na mwanaye mpendwa, walimuua, lakini hakukata tamaa kuendelea kuwatuma wengine. Vivyo hivyo nasi Mungu anapoona tumekengeuka, anawatuma wengine, lakini bado mioyo yetu imekuwa migumu. Leo mama kanisa ametuwekea kumbukumbu ya Mtakatifu Yustino, shahidi. Huyu licha ya matatizo na magumu aliyopitia akisimamia imani yake, alibaki imara. Alijua yote haya ni zawadi. Alitumia vipawa vyake, mfano uandishi, aliyojaliwa na Mungu kutetea kanisa. Hivyo hivyo na kwetu leo ambao bado tunaishi, tunaalikwa kutumia yale Mungu aliyotujalia kwa ajili ya wengine. Tubaki imara hata tukikumbana na changamoto, ili daima katika hayo yote Mungu aliyotujalia yaweze kuwa ni kwa sifa na utukufu wake milele. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateri Verus Patrick Nsekela wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.